Tofauti ya aina ya viwango vya maisha kati ya mtu A au na mtu B au kati ya mtu huyu na mtu huyu inatokana na sehemu kubwa na utofauti wao wa kufikiri. Utofauti kati ya mtu A to B ni matokeo ya fikra walizonazo. Kiwango au namna ya mwenendo wa mtu A na mtu B ni matokeo ya fikra alizonazo. Kule kuwaza kwako au kule kufikiri kwako ndiko kunako kusukuma kuchukua hatua ambazo zinaweza zikaleta matokeo hasi ama yakawa chanya. Tofauti kati ya mtu A katika viwango vya kiroho, katika viwango vya kimaisha, katika viwango vya maamuzi ni matokeo ya fikra alizonazo mtu. Ni matokeo ya sehemu kubwa ya fikra alizonazo mtu ndizo zinafanya kuwa tofauti. Tofauti kati ya mtu A na mtu B katika kufanya maamuzi ni katika namna wanavyofikiri. Uwezo wa kufikiri unakuwa unashambuliwa. Fikra zikishambuliwa, maamuzi yanashambuliwa. Fikra zikishambuliwa, na mara nyingi fikra zinakuja katika namna tofauti. Fikra zinapokuja, zinakuja kwa majibu mawili. Moja inaweza ikawa chanya au inaweza ikawa hasi. Kwa hiyo mara nyingi tazama fikra ambayo inakuja na majibu chanya ina kasi na nguvu kwa kiasi gani kwenye maisha yako. Kwa sababu fikra inapokuja inaweza ikaja na mawazo chanya au na mawazo hasi kwenye maisha yako. Shetani akitaka kumaliza mtu anzi kwenye roho, bali huenda moja kwa moja kwenye fikra na kuvuruga fikra zake kwanza. Haendi kwenye roho, anaenda kwenye nafsi na kuvuruga kwanza fikra zake, na anakuletea mawazo na fikra zisizo sahihi ili kuchukua hatua zisizo sahihi. Lengo ni kukukwamisha. Anapokuletea mawazo na fikra zisizo sahihi, anataka uchukue maamuzi yatakayoleta madhara kwenye maisha yako ya kimwili na maisha yako ya kiroho. Shetani huwa anaharibu fikra za watu kwa lengo la kupoteza ama kuvuruga maisha yao ya kiroho, maisha yao ya kimwili. Na shetani huwa anaharibu fikra za watu kwa lengo la kuwapoteza na kuvuruga misimamo yao, kuvuruga imani zao. Na mara nyingi shetani akivuruga fikra zako, hata neno likija ambalo linakuhusu ni la kweli, ghafla kuna fikra nyingine inaingia kulipinga. Hata kunavyoongea hapa kuna watu wanasema kitu gani? Of course that is true. Angalia fikra zako, kitu gani kinakusemesha sasa kwa maneno unayosikia. Fikra zako zinakusemesha nini sasa kwa kile unachokisikia? Ndio ujue kwa fikra zina nguvu. Kwa sababu unavyozungumza fikra zako zinasema. Kuna wakati inaweza kaja vitu vikubwa ama vidogo ama vya namna yote vya kukusaidia, fikra zako zikakataa. Kwa shetani anavuruga fikra za mtu kwa lengo la kusababisha vikwazo kwenye maisha yake. Anapovuruga fikra za mtu, anapomsababishia vikwazo, na watu wamekwama kwa sababu ya maamuzi walioyafanya, kwa sababu ya hatua walizozichukua. Kuna wakati kwa nini umefanya na hauna mtu akumwambia, ila moyo wako unashuhudia ya kwamba fikra na maamuzi ulioyafanya hayakuwa sahihi. Kuna maamuzi ya kifikra ambayo unaweza kuyafanya yakaonekana mema kwenye macho ya watu, yakaonekana mema kwenye maisha ya watu, yakaonekana mema kwenye macho ya watu, lakini hizo fikra, lakini hayo mawazo, lakini hiyo mipango sio ya Mungu. Na ndio maana ulivyochukua hatua umekwama, na ndio maana ulivyochukua hatua hakuna mwelekeo, na ndio maana ulivyochukua hatua ukitarajia utapata matokeo mazuri, ulitarajia utapata matokeo maana, lakini hakuna matokeo yote. Kwa sababu gani? Shetani alishambulia fikra, alishambulia mawazo, alishambulia kuwaza kwako.
yako, kwa sababu ukishambuliwa fikra, umeshambuliwa maamuzi. Maamuzi yako yanakuwa yameshambuliwa, na maamuzi yako yakishambuliwa, chochote utakachokifanya yatakuwa sio maamuzi sahihi, na matokeo yake yatakukwamisha. Hayatakupa matokeo unayotaka, hayatakupa muujiza unaotaka, hayatakupa picha unayotaka. Kwa unapaswa kulifahamu kama Mkristo, ili uweze kusimama kujua ni kitu gani sahihi natakiwa kufanya, jambo gani la muhimu natakiwa kufanya. Kwa sababu shetani amewatesa watu, amewaharibu watu, amefanya watu kufanya maamuzi yasiyo sahihi kwa sababu ya fikra walizozichukua, kwa sababu ya mawazo hasi, mawazo yasiyo na maana, mawazo yanaonekana ni sifa ama ni proud mbele za wanadamu, lakini mbele za Mungu, Mungu hayupo.